Shalom, shalom wana wa Mungu. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Leo tutakwenda kuzungumuza neno la Mungu ambalo litakalo tufunza kujua namna ya kuanza vizuri na kwenda kumaliza vizuri pia. Usiwe moja wao wa wale ambao wanaanza vizuri, wanaelekea kumaliza vibaya. Lakini ninakutakia uanze vema pamoja na Mungu, umalize vizuri pamoja na Mungu pia, pamoja na Yesu Kristo. Tutajifunza hili neno ili lituonyeshe namna yatubidi kufanya ili tuweze kuanza vizuri na kuelekea mwisho mwema. Tutakutana neno ambalo linapatikana katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura 19 mstari wake wa 13. Alafu tutakuja kushuka tuangalie kwa huyu Mathayo mtakatifu sura 12. Tutaanzia kwa mstari wa kwanza hadi 16. Tutaona namna ufalme wa Mungu namna ulivyolinganishwa na vitu au na watu mbalimbali, kwa kutupatia mpangilio au kutujuza namna tuweza kulinganisha ufalme wa Mungu ili tuweze kuenenda vema machoni pa Mungu. Tunasoma neno linasema hivi kwa Mathayo 19 mstari wa 13. Inasema, lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Bwana Yesu atusaidie sana, na Bwana atutie nguvu, kwamba waliokuwa wa kwanza watajikuta wameelekea kumaliza vibaya na kuwa wa mwisho, na wale walio wa mwisho utajikuta wameokoka kwa sekunde ya mwisho. Kwa saa za nyuma tu unakutana wanaokoka, wanakutangulia wewe mwana wa Mungu ambaye ulizaliwa huko kanisani, huko katika maneno ya Mungu. Kwa sababu ya uzubazi tu wa ulimwengu unajikuta umechelewa parapanda, siku ya parapanda, na walio makahaba wanakutangulia. Itakuwa ni ole na itakuwa ni huzuni kubwa sana. Ndio maana tunapashwa kulinda zamu kila wakati, kila dakika, kila saa. Sio wakati huo eti uenjoy kwanza ulimwengu. Yawezekana unaweza kwenda kwa ulimwengu uenjoy, na wengine wanatoka wamechoka na ulimwengu na parapande kalia. Yule kahaba kaokoka akakutangulia. Ati wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wale wa mwisho watakuwa wa kwanza. Ndiyo maana Yesu ametuambia kwa saa tusiozani mwana wa Adamu atakuja kulitua kanisa kwa saa yoyote ile. Ndiyo maana hatupashi kujiacha katika hali ya dunia wala katika hali ya uchafu. Tunapaswa kujiandaa kila sana dakika, kila wakati, kila mwaka, kwa sababu wenzetu nao walikuwa wakila na kunywa wakati wa Nuhu. Mara moja ghafla tu gharika ikaja, walikuwa wakioa na kuolewa, lakini gharika ilipokuja wakaangamia. Bwana sifiwe na Bwana tusaidie sana. Sodoma na Gomora iliunguzwa. Watu hawakutambua, hawakujua kwamba inakwenda kuunguzwa ile Sodoma na Gomora. Mwana wa Mungu kwa ujio wake utakuwa vivyo hivyo. Kwa saa tusio izani mwana wa Adamu atarudi kulitoa kanisa. Ndio maana usiwe na usingizi kiroho. Kila wakati yatubidi kukesha na kukaa macho na kulinda zamu. Bwana Yesu atusaidie. Tunasoma neno ambalo litatuonyesha sasa namna huu ufalme ambao kila mtu yuko na upigania auingie. Nao sio ufalme mwingine, ni ufalme wa mbinguni. Namna Yesu alitupatia kigezo cha kutuonyesha namna ufalme wa Mungu unavyofanana. Tunaukutana katika kitabu cha Mathayo mtakatifu 20
mstari wa 1 hadi 16. Hatutatafsiri kwa wingi, maana tutasoma kwa wingi hapa. Neno linasema hivi: kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9, akafanya vile vile, hata kama saa 11. Akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwalipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata kwa wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja, walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakisha kuipokea, wakamnungunikia mwenye nyumba, wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hari za mchana kutwa 13. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. 15. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu si halali kutumia vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? 16. Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu awe pamoja nasi, na Bwana ailinde imani yetu. Alinde imani zetu, wapendwa. Hili ni neno ambalo tumesikia namna Biblia imetuzungumzia. Huyu bwana wa shamba alikuwa ndiye bosi aliyekuwa akiajiri watu. Alafu akawaambia ati kwamba kuko wenye alileta saa 9, kuko wenye alileta saa 11, kuko wenye alileta asubuhi, mchana, masaa zote ambazo alienda akiwakusanya mabarabarani, njiani, mahala pote, sokoni, akawaleta, akawaajiri kazini mwake katika shamba lile. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba kuna wale ambao wamenungunika. Eti kwa sababu gani sisi sasa tumetumika? Hivi ndivyo watu watakavyonungunika na kufadhaika mioyoni tutakapo kujikuta wale ambao hatukukuwa tunatarajia kwamba wanaweza kuingia katika uzima, tutawakutana wako kwenye uzima. Ndiyo maana Biblia inatuambia usihukumu usije ukahukumiwa. Tena Biblia inatuambia ya kwamba mbele ya kumtoa boriti
jirani yako kwenye jicho lako, kwenye jicho lake, samahani. Anza kwanza wewe kujitoa kibanzi kilicho jichoni mwako, ndipo uelekee kumuondolea boriti jirani yako katika jicho lake. Unaweza kumzihaki, huyu ni mwenye dhambi, ni mwenye dhambi, ukaja kukuta kesho amealikwa kwa saa za mwisho tu, kama vile Biblia inasema makahaba watawatangulia wamoja katika uzima wa milele. Majambazi watawatangulia wamoja katika uzima wa milele. Lakini ujitahidi, mwana wa Mungu, wewe uliyekwisha kumpokea Mungu, umemwamini Yesu Kristo, ujitahidi ili makahaba wasikutangulie. Lakini yatafika, hakuna naweza kupinga neno la Mungu. Kwa sababu gani? Kuna wale ambao wako makanisani, wako kwenye madhehebu, lakini wameshikilia tu sheria na dini, wameshikilia mikataba ya dini, wameshikilia huku, wanajidanganya kwamba wanaelekea mbinguni, bali wanaelekea katika jehanamu iwakayo milele. Alafu yule ambaye atakuja kuokoka kwa saa za jioni, anakwenda kuamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Wewe uliokoka kwa sema Yesu simtaki, sina haja naye, mimi ninazingatia tu Mungu, na Mungu hata kuruhusu bila kupitia kwa njia ya Yesu mwanae. Lakini yule kahaba kaja kuokoka, au jambazi akaja kuokoka, akakutangulia wewe ambaye ulimaliza miaka 100 katika dini. Lakini uzinzi ni wewe, ukahaba ni wewe, unavuta sigara kwa kisirisiri, wewe ambaye unazini kwa kisirisiri. Lakini yule kahaba ambaye anafanya uzinzi publicly, ule ambaye yuko nafanya uzinzi wazi wazi hadharani, akaja kukinai ule uzinzi, akautubu kwa roho na kweli, na kagairi zile njia mbovu, na kaokoka vilivyo. Wewe ambaye unaroga kwa kisirisiri huko kanisani, wewe ambaye unachawika huko katika kanisa, unajua kwamba kanisa litakupeleka mbinguni, unaroga, unazini kisirisiri, unadungisha mimba kule, unazitoshesha huko kwa kisirisiri, usijue kwamba hakuna siri mbele za Mungu. Lakini unashikilia Biblia, unashikilia tu kwamba nimeokoka naenda mbinguni, naokoka naenda mbinguni, bila kuwa na Yesu maishani mwako vilivyo, na kuacha hizo njia zako za vichorochoro, huendi fast. Kahaba atakayetoka kwenye mabara, kahaba atakayetoka vilabuni, ataokoka na anaweka mambo yake yote wazi, anaokoka na elekea mbinguni. Wewe unabakia na zile dhambi zako za kisirisiri ambazo ziko zinakuminya, maana hizo ni sumu kuliko ukimwi. Zinakuminya taratibu na zitakupeleka jehanamu. Mwana wa Mungu, usishindwe na huyu kahaba ambaye atakuja kuokoka kesho, apita na weka mambo yake yote wazi, ayatubu na kuyaacha. Kisha wewe ambaye umeshamaliza miaka 50, miaka 50 kanisani, lakini uko na kejeli neno la Mungu, uko na ficha dhambi, na huko unajua kwamba Mungu hafichu jambo lolote lile. Hata chini ya kitanda ukitendeko uchawi wala uchafu wowote ule, Mungu macho yake yanakuona. Etigiza na nuru, vyote kwa Mungu ni sawasawa. Hakuna neno ambalo Bwana hawezi kulijua lililo limini mwetu. Unaona sasa utamficha Mungu nini? Ili kwamba ubakie tu katika maisha ya kufanya unafiki, unafikia watu, na huku najua Biblia inasema wanafiki wote sehemu yao ni katika lile ziwa la moto. Unakwenda wapi? Bwana Yesu tusaidie sana. Ati huyu akaajiri watu kazini katika shamba, lakini hakuangalia wewe uliokokaga miaka 30. Haijakuwa vibaya kuokoka miaka mingi kanisani, haijakuwa vibaya, lakini linda utakatifu na utakaso vilivyo hata mwisho wako. Lakini sio leo tu unatenda mema, kesho unakuwa mwingine. Parapani naweza kulieka kukutana huko mwingine anaokoka juzi, alikuwa kahaba, alikuwa malaya, alikuwa mwizi bandi wa ajabu, anatesa watu mumaeria, mumakartie. Anaokoka na anatubu ule ujambazi, anauacha. Anaokoka na ingia kwenye lango la mbingu. Wewe mwenyewe ulikuwa umezaliwa depui, unazaliwa huko kanisani, unabakia juu ya dhambi ya uficho. Bwana Yesu tusaidie sana, ili kwamba tuweze kuwa na maisha ya utakaso na utakatifu. Jamani, itauma zaidi kuona makahaba watutangulie
kweli tauma zaidi, inaumiza sana. Mtu ambaye ametumika saa moja, sikia gisi neno limetuambia eti akanungunika, akamunungunikia mwenye shamba. Kwa sababu gani? Huyu mwenye alikuja saa 11, sisi ambao tulikuja mchana, sisi ambao tulikuja jioni, tulikuja saa 9, wengine walikuja asubuhi. Sasa kwa sababu gani? Tulipwe sisi wote sawa sawa. Vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa katika uzima wa milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuko wenyewe wataokoka yani kwa chukuchuku, kwa bahati nasibu, yani kwa bahati tu, lakini heri tu tuwe tumeingia mbinguni. Lakini itakuwa ni huzuni kuona kahaba tutangulie, wezi watutangulie, kwa sababu ya kuficha, kwa sababu ya dhambi ya kuficha, kwa sababu ya matendo ya gizani. Na huku tunaonyesha watu kwamba tuko nuruni, na kumbe matendo yetu yako hovyo, ni ya gizani. Kisha aliyekuwa akitumika gizani wazi wote wanamjua, wote wanamjua, akuje kuokoka kwa sekunde moja, akutangulia wewe mwenyewe ulikuwa kanisani miaka mingi, itakuwa ni aibu na huzuni kubwa kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Eti akamunungunikia bwana wa shamba, akamwambia, kwa nini tulipwe sawa sawa na huyu ambaye amekuja saa 11? Aseme bwana wake akamwambia, bosi akasema, rafiki, hatukupatana kwamba nitakupa dinari? Kwa sababu gani nataka kuninungunikia na nihuzunikia kwa wema wangu ambayo nimekutenda? Yale mapatano tuliyopatana sisi wote tunaelekea mbingu moja. Hakuna mbingu ya wenyewe waliokoka jioni, hakuna mbingu ya waliookoka mchana, hakuna mbingu ya walioingia makanisani wala kwenye madhehebu miaka 1000, lakini mbingu ni hii kwa wale waliotakaswa kwa damu ya Yesu, wakakubali kuifuata njia ya Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo aliyesulubiwa kwa ajili yetu. Hiyo ni mbingu ya watakatifu tu, ndio sote tutaingia ndani. Acha wengine wanasema kwamba haiwezekani kuwe mbingu, ati kutakuwa mbingu labda za Wapentekoste, za Wabranham, eti Mungu hawezi kuruhusu Mbranham aliyeokoka kwa Branham, kwa dini la Branham ikale hapa, na Mpentekoste ikale hapa, na mwingine zahebu ikale hapa. Haitawezekana. Eti Mungu atapita na wafukuza nyote, aache tu Wabranhamiste tu pale ndo wawe wameokoka kabisa, kwa sababu wao wanafuata kama ni Branham walifanya nini. Mungu wetu atuhurumie sana. Kila watu wanashikilia dini, lakini dini halitatufikisha nafasi yoyote ile, ila ni kwa utakaso na kulinda utakatifu na kulinda zamu, ili kwamba tusije tukawa kama wale wanawake 10, wanawali 10 eti wote walikuwa nao kanisani, walikuwa kwenye madhehebu hawa, walikuwa wanangoja kwamba na sisi tumeokoka, tunakwenda, lakini ilifika muda ya kutenga kondoo na mbuzi. Bwana Yesu tusaidie sana, na Bwana tuhurumie. Eti akamwambia, mimi ninagawa jinsi nitakavyo. Mwenye shamba huyo, na Bwana anagawa jinsi anavyopenda. Unajua kulifika muda mmoja Bwana aliwahi kunifunulia hili neno, na alisema kwa ajili ya hili neno ambalo tuko tunasema kwa siku ya leo. Bwana kanifunulia jambo fulani, kwa sababu kwenye madhehebu mamoja tumefundishwa kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi wa kanisa, hawezi kuwa pastere, kwa sababu ameambiwa kwamba hawezi kumsimamia mwanamume kwenye nyumba, mwanaume ndio kiongozi. Alafu sasa Bwana ambaye anatenda jinsi atakavyo, jinsi anavyopenda ndivyo anavyotenda, alifanyaje? Bwana kanifunulia, na mimi nilikuwa nimeamini hivyo kwamba sisi wanawake haturuhusiwi hivyo, selo na madini ambayo tumetoka ndani. Lakini Bwana kanionyesha wakati huo, akanionyesha aitiangalia, mlinzi wa hili kanisa anayelichunga ni huyu. Nikaona labda nisikuangalia vizuri, nikaona Roho wa Mungu ananionyesha kwamba huyu ndiye mlinzi wa hili kanisa. Kasema, Bwana, mbona wapasta ni wanaume na hakuna mwanamke ambaye ameruhusiwa kuwa pasta au kiongozi wa hili kanisa? Mbona wote wamejazana hapo mbele ni wanaume? Sasa amekujaje huyu ni mwanamke ambaye unanionyesha? Bwana kanionyesha. Roho wa Mungu aliponifunulia ile neno, akaniambia haya yote ambayo tumefunzwa na madhehebu na madini hayako mumipango ya Mungu. Mengine hayako mumipango ya Mungu, ni mipango tu ya watu walijichukulia tu. Unaona sasa hapo kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha kile ambacho umeamini kwa dini lako, umeaminishwa na kukubalishwa kwa dini lako. Mungu ana uwezo wa kwenda
juu ya kile anakipitiliza, anatenda kenye yeye anataka kama Mungu. Maana Mungu haongozwi bali yeye ndiye anayeongoza. Nikashikwa na butwa, nikashangaa. Alafu nikashangaa. Alafu Bwana akanifunulia hili jambo. Roho wa Mungu aliponifunulia hilo jambo, sasa siwezi kupinga Roho wa Mungu ambavyo anavyosema. Akanionyesha, angalia, huyu akitoka hapa, hili kanisa litayumbishwa, litapata shida. Na kabisa vilifanyikaga hivyo. Nikasema, wow, kumbe tumemezeshwa vitu ambavyo Roho wa Mungu anaweza kututapikisha na kutuaminisha ukweli ulio sahihi. Nikaona namna huyo mwanamke anavyolinda hilo kanisa, na shetani mwenyewe anamuogopa. Anajua kama huyu ndiye analinda hili kanisa. Lakini wanadamu hatujui, ila shetani anamuogopa yule mwanamke na kujua kama huyu ndiye mlinzi wa hili kanisa. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana tutie nguvu. Hapo nikaja niko na pata ufunuo na kujua kwamba kuna yale tulimezeshwa kwa madhehebu, lakini si kwamba si sahihi. Mamoja ni yako sahihi na mengine hayako sahihi. Roho wa Mungu akitaka kutufunulia na tuondolea ule ambao sio usahihi, ana uwezo wa kuyafanya. Na asipotaka huwa anakaa kimya. Anatuacha tuendelee tu vile vile. Lakini akituhurumia na kuona kwamba acha ni waondoe katika hivi vifungo ambavyo vimewafunga vya dhehebu, Mungu ana uwezo wa kutufungua na kutuonyesha ukweli ambao tumefichwa. Na si kwamba kuna wamoja walituficha kwa sababu ya maslahi zao, na kuna wengine walituficha kwa sababu ya kusema kanisa lisiharibike wala watu fulani wasienende hovyo. Lakini mengi ni ya ujanja. Mengi yamefichwa kwa ajili ya ujanja tu na maslahi zao. Bwana Yesu tusaidie sana, ili kwamba tulinde zamu, wana wa Mungu. Tuilinde zamu hata mwisho wa ujio wa Yesu Kristo. Atukutane tumesimama kwa zamu, kwa sababu neno limetuambia heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Lakini limetuambia mwenye hatakuwa makini, awe macho kulinda zamu, atakuwa wa kwanza, anakuja kujikuta na kuwa wa mwisho. Na ule mwenye alikuwa wa mwisho akierevuka na anabadilisha maisha yake na kuyapa Mwokozi, atakuwa mwale wa kwanza. Haijalishi umemaliza miaka 10 ngapi mkanisa wala kwenye dhehebu, bila Yesu Kristo unajidanganya bure. Mwenye atakuja kuokoka anaweza kuokoka sekunde moja, anatayarisha maisha yake na mbingu inafunguliwa kwa ajili yake. Kama tutapewa taji, na yeye anaipewa taji ya walioamini Yesu Kristo, naye alimwamini, anaipokea. Ati wakagadhibika wakasema, kwa sababu gani sisi ambao tumeanza asubuhi, tumechoka na kuanza kujenga makanisa, tumechoka, huyu mwenyewe anakuja kuokoka bandi tu, anatoka kwa dhambi ya wizi tu, kweli anakuja kulipwa sehemu moja, analipwa dinari sawasawa na sisi. Ati bwana wa shamba akamwambia, mimi ninatenda jinsi nipendavyo. Kuna wenye Mungu atawatakasa na wanaokoka na wanarizi ufalme. Paulo Bwana alimtakasa, akaacha wale wengine. Yeye akaingia katika kazi. Alipoingia shambani mwa Mungu, alileta watu wengi kwa Yesu, na alikuwa ni jambazi wa kufa mtu. Kumbe ndio maana usiganganie tu uzehebu, usiganganie tu mimi na tembea na Bible kubwa mumikono, mimi najua mavesi 66, jinsi vitabu vilivyo 66, yani vyote nimememorize kwenye kichwa changu kwamba hivyo basi imetosha. Bila utakatifu hauendi fasi. Unaweza kusoma Bible bila kuitembelea na kufanya mapenzi ya Mungu ambavyo vinahitajika kwa mwana wa Mungu. Usipovifanya unaweza kuchokea bure. Na ule mwenyewe aliokoka hajui hata vesi moja mkichwa chake, lakini amemwamini Mungu na kuokoka na kutubu dhambi zake na kuziacha.
anaokoka na ingia kwenye lango la mbingu. Wewe ambaye ulichunga, ulimemorize, yani ulimemorize mavesi 1000 kichwani mwako au rohoni mwako, ukabakia na zile vesi. Mungu atusaidie sana wapendwa. Mungu atutie nguvu ili kwamba tusiwe